Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi mchungaji Noah Onesmo, jamaa yako, rafiki yako hapa. Leo ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu unaohusu utukufu wa Mungu katika maisha ya mtu. Kumbuka mwanadamu hajaumbiwa aibu, na kwenye maisha yako hebu kataa kuona aibu kwenye masuala yanapokuja masuala ya kimungu. Mungu hajakuumba ili upate aibu. Mungu amekuumba wewe ni kiumbe chenye heshima. Mungu amekuumba, lazima ujiheshimu, lazima ulete heshima kwa Mungu, lazima urudishe utukufu kwake, kwa sababu umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Biblia inasema mwanadamu wa kwanza Adamu alipoumbwa, Mungu alimweka katika bustani ya Edeni, na alipomuumba pale, Adamu alikuwa uchi na mke wake, wala hakuona aibu. Kwa sababu kitu gani kilisababisha sioni aibu? Alikuwa anafunikwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema siku Adamu alipofanya dhambi, yeye na mke wake, na baada ya kula matunda ambayo Mungu alimwambia usiale, alipokula, Biblia inasema akajikuta yuko uchi. Uchi ni aibu, wote tunakubali. Mtu anapokuwa na nguo ni aibu, na dhambi ndiyo iliyosababisha awe hana utukufu wa Mungu. Dhambi iliondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya Adamu, aibu ikaingia. Na Mungu alipomwadhibu Adamu kwa kumwambia utakula kwa jasho, na Hawa kwa kuzaa kwa uchungu, hakuishia hapo. Alimfukuza atoke kwenye eneo lenye utukufu wa Mungu, bustani ya Eden, na akaweka makerubi waliokuwa wanailinda njia ya kuendea uzima wa milele. Kerubi alikuwa analinda njia ya kuendea kwenye uzima wa milele. Sasa kuna viumbe wawili duniani ambao na mbinguni ambao wanabeba utukufu wa Mungu, na pia wanapaswa kurudisha utukufu wa Mungu. Namba moja ni malaika, na wa pili ni mwanadamu. Malaika tunaona wakilinda utukufu wa Mungu. Katika Ezekieli sura ya 8 tunaona malaika wa Mungu wakilinda utukufu wa Mungu. Wakati Ezekieli amechukuliwa kwenda kupelekwa kwenye hekalu, anaona malaika kerubi mwenye sura 4: sura ya simba, sura ya mwanadamu, sura ya tai, sura ya ng'ombe, wakilinda utukufu wa Mungu kwenye hekalu ili usiondoke. Lakini kuna vitu viliharibu utukufu wa Mungu, ni dhambi. Moja ya dhambi ambayo iliharibu utukufu wa Mungu na kusababisha Mungu aondoke ilikuwa ni dhambi ya ibada ya sanamu, ambayo ugomvi mkubwa kati ya taifa la Israeli na Mungu ilikuwa ni dhambi ya ibada ya sanamu. Inaondoa utukufu wa Mungu kwa haraka sana kwenye maisha ya mtu, hasa kwenye taifa. Taifa linapofanya dhambi ya kuabudu miungu, watu wanaacha kumwabudu Mungu wa kweli, wanageukia ibada zisizo za roho na kweli, utukufu wa Mungu unaondoka kwenye maisha ya mtu, kwenye jamii na kwenye taifa. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwema, Biblia inasema ibidi amtume Yesu Kristo aje ateseke, aturejeshe utukufu tuliokuwa tumepotea. Restoration of the lost glory, ule utukufu ambao tulipoteza kwenye bustani Eden, Yesu Kristo ilibidi aje auchukue, aulete kwetu. Kitabu kile cha Ibrania sura ya 2 na ule mstari wa 10 na 10, Biblia inasema kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwako, akileta wana wengi wafikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Hivyo kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Kwa sisi Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kumletea mwanadamu utukufu. Amekuja kumwingiza kwenye utukufu wa milele. Lakini ili utukufu uingie kwenye maisha yako, maandiko yanasema lazima moja, ukubali kwamba ulipoteza utukufu kwa sababu ya dhambi, na dhambi zinaleta aibu, dhambi zinaondoa utukufu wa Mungu kwako. Utukufu ni nini? Utukufu ni heshima. Utukufu ni heshima ya Mungu kwenye maisha yako, ni tabia ya kimungu kwenye maisha yako, ni udhihirisho wa ukuu wake na enzi yake na nini unaoonekana na usioonekana katika maisha ya mtu. Kwa hiyo tabia ya Mungu kwako, lazima ukubali kwamba ulikosea mahali, Mungu akurejeshe utukufu wake, tabia yake, heshima yake kwenye maisha yako. Na Biblia inasema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitabu kile cha Warumi 3 mstari wa 23, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tunahesabiwa haki bure. Lazima utubu, umwamini Yesu Kristo. Biblia inasema tazama, nasimama
mlangoni nabisha hodi, mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake, naye nitakula pamoja naye. Kitabu hicho cha Ufunuo kinazungumza hivyo. Lakini pia kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 7 anasema, inueni vichwa vyenu yenye malango ya milele, inueni vichwa vyenu yenye malango ya milango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani aliye mfalme wa utukufu? Bwana hodari wa vita, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Kwa hiyo Mungu amejifunua kwamba yeye ndiye Bwana wa utukufu, yeye ni Baba wa utukufu, yeye ni Roho wa utukufu. Unapofungua mlango wako katubu dhambi, anaingia na utukufu, anarejesha utukufu, kwa sababu anaitwa Bwana wa utukufu, anaitwa Baba wa utukufu, anaitwa Roho wa utukufu. Jambo la pili, utukufu wa Mungu kurudi kwenye maisha yako, ni lazima ubali kuwa mwana maombi. Maombi yanarejesha utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Maandiko yanatuambia wazi kwamba Musa alipokuwa mlimani siku 40, aliposhuka utukufu wa Mungu ulimfunika na uso wake uling'aa, hata wana wa Israeli hawakuweza kukazia macho. Maombi. Na kitabu kile cha Korintho wa pili sura ya 3 kinaweka wazi kwamba Mungu alipokuwa amezungumza na Musa, uso wake uling'aa sana, na utukufu ule wana wa Israeli hawakuweza kukazia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa ni mkuu sana. Korintho wa pili sura ya pili mstari sura ya 3 na mstari wa 7 anasema, huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja na utukufu, kiasi kwamba wana wa Israeli kuweza kukazia uso wa Musa kwa sababu ya utukufu. Lakini sisi huduma yetu ya roho ina utukufu mwingi zaidi, na sisi si kama Musa aliyetia utaji mbele ya wana wa Israeli. Sisi tunarudisha utukufu kama kwa Bwana aliye Roho, toka utukufu hata utukufu. Kwa hiyo sisi, Biblia inazungumza kwamba utukufu wetu unaongezeka na kuongezeka, tofauti na ilipokuwa kipindi cha Musa. Sasa nini ili utukufu urudi kwako? Ni lazima ukubali kuwa mwana maombi. Huu utukufu Musa aliupata kwa kupitia maombi, kadhalika na sisi lazima tuwe waombaji. Yesu Kristo alidhihirisha utukufu wake baada ya kupanda na mlimani akiwa na Yohana, Petro na Yakobo. Mathayo sura 17 mstari wa 1 inasema, hata baada ya siku 6 Yesu alipanda mlimani, yeye na wanafunzi wake watatu, na akabadilika, na alipanda mlimani faragani, akabadilika uso wake mbele yao. Kwa hiyo faragani ni mahali pa maombi. Maombi yatabadilisha muonekano wako kwenye ulimwengu wa roho na mbele za wanadamu. Uso wako hautabaki wa kawaida. Biblia inasema unabadilishwa toka utukufu hata utukufu. Utukufu wa Mungu utakuangazia unapokuwa mwana maombi. Mimi kwa kweli maisha yangu napenda sana maombi. Maombi yamenibadilisha sana. Maombi yamesababisha nione heshima ya Mungu kwenye maisha yangu. Maombi yamesababisha nione tabia ya Mungu kwenye maisha yangu. Maombi nimesababisha nione udhihirisho wa utakatifu na uzuri wake na ukuu wake. Ndio maana ya utukufu, ni udhihirisho usioonekana na unaoonekana wa ukuu na uzuri na nguvu na heshima na tabia yake kwenye maisha yangu nimeona kupitia maombi. Lakini pia si tu maombi, lazima upende kutoa sadaka. Tunamwona huyu Suleiman katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 1. Biblia inasema Suleiman alipokwishwa kuomba, moto ukatoka juu ukaiteketeza ile sadaka. Utukufu wa Mungu ukaijaza nyumba yote, hata makuhani wakashindwa kuhudumu. Naona Biblia inazungumza kwamba kuna sadaka ilitolewa, si tu alipokwisha kuomba peke yake, lakini moto ulishuka kwenye sadaka, alafu utukufu wa Mungu ukashuka baada ya maombi na sadaka. Kwa hiyo mtu anapokuwa anapenda maombi na anapanda kutoa sadaka, atasababisha utukufu wa Mungu udhihirike, ushuke kwenye maisha yake. Bila maombi na kupenda kumtolea Mungu sadaka, utukufu wa Mungu kwako hauwezi ukauona katika uzuri wake na ukuu wake na enzi yake. Biblia inatuambia Kornelio aliuona utukufu wa Mungu kwenye Matendo sura ya 10 alipokuwa kisali saa 9, malaika wa Mungu akamshukia akamwambia, Kornelio, maombi yako na sadaka yamefanyika ukumbusho mbinguni. Sasa basi tuma mtu aende wapi? Yafa, kwa mtu anaitwa Simoni mtengeneza ngozi,
ukamwite mtu anaitwa Petro akwambie nini yakupasayo kufanya. Lakini yale maombi na sadaka, Biblia inasema malaika alikuja kwa sababu ya maombi na sadaka, utukufu wa Mungu ukammulikia, ukamwangazia Kornelio. Hivi ni vitu vinavyokusaidia uweze kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Jambo la tatu linaweza kusababisha utukufu wa Mungu kwenye maisha yako ni kuvumilia mateso na majaribu mbalimbali. Yakobo 1:2 anasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapoangukia katika majaribu ya namna mbalimbali, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta nini? Saburi. Saburi ipate kuwa na kazi timilifu pasipo kupungukiwa na neno. Lakini pia Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 inasema, mstari wa 13 inasema kwamba kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, vivyo hivyo furahini, ili katika ufunuo wake wa utukufu mfurahi pamoja naye. Lakini Petro pia hiyo sura ya 5 mstari wa 10 inasema hivi, yeye aliyewaita mwingie katika Mungu wa neema yote aliyewaita mwingie katika utukufu wake wa milele, mkisha kuteswa kidogo tu, yeye mwenyewe atawatengeneza, atawathibitisha na kuwatia nguvu. Kwa hiyo utukufu wa milele lazima ukubali kupitia kwenye mateso, na Mungu akubariki sana. Hilo ni jambo la muhimu sana, unapokubali kupitia mateso. Mateso yanakuletea utukufu wa milele, wala usiogope kuteseka, mtumishi wa Mungu. Wakati mwingine tutaweza kuonana na tutaendelea na somo hili. Wakati huu nikutakia baraka za Bwana. Endelea kumtafuta Mungu kwenye maisha yako. Mimi mtumishi wako, mtumishi wa Mungu Noah Onesmo. Tuendelee kuwasiliana kwa 0755 43 75 87. Shalom, barikiwa.